playback on set. Siri ya Mtungi ni tamthilia ambayo imetengenezwa na MFDI, Media for Development International. Tumetengeneza hapa jijini pamoja na Bagamoyo mwaka 2012. Ni tamthilia ambayo inahusu maisha ya Watanzania. Second unit coming through. What's up? What's going on? I need some polyboard, John. Polyboard? Polyboard, yeah. Tuliwaleta watu wachache kutoka nje ambao tumewahusisha kwenye utengenezaji wa hii tamthilia yenyewe. Lakini tuseme wahusika wengi ni ambao ni hapa wazalendo wa watu wa Tanzania. Lengo letu lilikuwa kwamba tunataka kuwashirikisha watu wa nje kusudi waendeleze, yani wawape watu kiwango kipya tena cha watengenezaji wa filamu hapa nchini. Kwa hiyo walikuwa wanafanya kazi pamoja. We're going to test this shot out today. The whole thing is about trying to make the shot without moving this wall here. Going through lenses and labeling everything. Upgraded the software for the camera. You did? I'm here already. So, yeah. And we're gonna pretty much set everything up today and see what we have. Tukafanya casting, ilikuwa kazi kubwa na ngumu, na tulichagua watu ambao wanafaa, sio kwa sababu ya jina tuseme kwamba ni mtu fulani ambaye yuko kwenye tasnia ya filamu au kitu kama hicho, no. Nachotaka kufanya ni kusoma kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Tulitengeneza mziki wote kwenye studio zetu hapa MFDI, na wanamuziki walikuja ofisini, wakaja studio, wakafanya recording, na tulikuwa tuna mtu mmoja ambaye ni head of music ambaye alikuwa ana plan, anatengeneza, yani kusema kwamba tutahitaji muziki fulani. Tuliweka focus kubwa kwenye muziki wa taarab kwa sababu tamthilia yenyewe ilikuwa ni story ambayo ya pwani. Jina langu naitwa Juma Rajab. Kwenye tamthilia hii nimecheza kama Cheche. Baba yake Mzee Habibu alinipatia funguo. Kwa hiyo hii sehemu naweza fanya chochote ninachotaka. Hii ni sehemu yangu. Karibu studio ya Cheche. Ni kijana ambaye ndio kwanza anaanza kujipanga. Bado hajafanikiwa, lakini ndio anaanza maisha. Cheche kwanza ni mpiga picha mzuri. Pia ana lugha nzuri kwa wanawake. Unapenda ninapofanya? Acha hizo bwana, yuko makini. Anakuwa tempted haraka sana na wanawake. Hii ndo dakum. Unaionaje? Kunafanyika nini ndani? Chawi. Umefanya nini? Nitakubamiza mtoto hivi na matatizo gani? Naitwa Godliva Gordon na katika Siri ya Mtungi nacheza kama Cheusi. Mama, mimi nafikiri sasa tumwache Cheche afanye kile anachokipenda zaidi. Hii studio sasa hivi ndio kila kitu kwake, ni kama ulimwengu wake mpya. Cheusi ni mama wa watoto 3, ila inaanza kwamba ni mama wa watoto 2 na ana mimba yake kubwa tu tayari kwa ajili ya kujifungua. Cheche, unajua ni vyema ukatundika picha za familia yako kwenye kuta za nyumba yetu. Usinipige tumbo langu picha. Ni mama wa familia.
anampenda mume wake kwa sababu anamwamini sana, anamsikiliza sana mume wake na anadhani kwamba mumewe ni mchapakazi na anajali familia yake kuliko mtu mwingine yoyote. Usifanye hivyo bwana. Usifanye hivyo. Nani mwingine tumefanya baina hii mtu wangu? Wewe peke yako Duma. Ndio maana nikamleta oda maalum mtu wangu. Naitwa Daudi Michael Taylor na kwenye siri ya mtungi nimecheza kama Duma. Oya, Duma. Duma. Una vipi? Mimi kofu, nimekuletea mzigo. Nusu dadile kichangu na maskari. Duma anaishi katika maisha magumu, lakini ana familia ambaye ni mdogo wake, anaishi yeye na mdogo wake. Nani? Steve. Na kazi kubwa ni DJ. Lakini hata vyombo vyake si vile standard ambavyo anaweza kupata kazi nzuri na kupata pesa nyingi. Kwa hiyo hata kazi zake anapata za kawaida tu. Penda sana wanawake Duma sana. Duma. Nusu na mpenzi wangu. Sio siku huu. Wewe Duma. Unafanya nini? Nakuwa uko busy sana, si ndio? Kwa kawaida tu Nusu. Mimi kwa jina naitwa Hidaya Maeda. Katika siri ya mtungi nimecheza kama Nusura binti Masharubu. Mbona tumbua macho? Yule binti mjomba. Binti wa Masharubu? Hivyo? Yaani Kizito umfahamu yule binti? Kila mtu anamfahamu, Nusura ni maarufu. Nusura ni mtu wa kujiamini sana na ni jasiri. Ambacho yani kitu ambacho akikitaka anafanya juu chini mpaka akipata. Nilimtaka Duma kama jinsi alivyo. Hata kama uko unaona ni upuuzi. Nusura ana udhaifu katika mapenzi. Swala jambo sana mapenzi. Wewe umeugusa moyo. Haya ni maneno mazito. Unakubali kama ni ya kweli? Samahani mzee Kizito. Inabidi niongee na baba yangu kwanza. Jina langu naitwa McDonald Martin Haule. Nimecheza husika ya Masharubu. Nimefurahi sana. Nafikiri hata binti yako naye amefurahi. Ni mtu mwenye tamaa. Na chochote cha kuonyesha heshima hiyo? Samahani, unasema? Anapenda sana pesa na hana utu kuhusiana na masuala ya pesa. Kwanza wewe una bahati. Kwa sababu kama usingenijua mimi, saa hizi ungekuwa unaozea jela wewe. Ana uwezo sana wa kutumia vitisho ili akipate kile kitu anachokitaka. Harusi ni sherehe bwana. Asikwambie mtu. Harusi gani tena hiyo? Kwani wewe ulikuwa hujui? Binti yangu Nusura anaolewa. Fala wewe. Hana mapenzi ya dhati kwa binti yake. Yaani anataka kumtumia binti yake kama chombo tu cha kupatia pesa. Kwa hiyo hana utu. Huyu mtu ni tajiri. Ana pesa. Anaweza akakutunza wewe milele. Sikiliza baba. Nataka kuamua maisha yangu mwenyewe. Daima nitajiamulia mwenyewe. Mimi ni baba yako. Kwa hiyo sitoruhusu uniaibishe. Jina langu naitwa Halima Maurij. Na jina ninalocheza naitwa Farida. Mimi simjui. Naijua hii nyumba na naujua huu ua. Farida ni mtu mmoja mwenye hasira sana. Ni mke mkubwa wa mzee Kizito. Lakini sio ya kweli. Nyamaza! Ni zamu yangu kuongea, mchawi mkubwa wewe. Alafu aka kazee anataka kuleta namba 4. Namba 4 wa nini kucheza naye? Mama, kwa yale matendo anayetendewa, ana uwezo mmoja mkubwa sana. Kwanza ana hasira, pili hapendi wake wenzake, na hata mume wake anamchukia kwa vile anavyomtendea Farida. Lazima niongee, tena lazima nitaongea. Miaka 33 nimeushona mdomo wangu. Basi mamangu, inatosha. Alafu wewe mlevi wewe, huwezi kuthubutu kuniambia inatosha. Yeye hapendwi tena pale ndani na hana sauti kwa mumewe, ila wale wenzake ndo wana sauti. Kwa hiyo yeye kawa mdhaifu, mtu mmoja ambaye yeye ni wa nyumbani tu, wa jikoni, hajipendi. Yani yeye katupwa kabisa na mume wake.
unawalisha wake wengine, na mimi ndiye ninastahili zaidi uliyenichukua nikiwa bado bikra. Basi, inatosha. Ndio basi inatosha. Tayari. Labda tu unipe maelezo yako. Jina na namba ya simu. Lulu tu inatosha. Mimi naitwa Yvonne Sherry na kwenye tamthilia hii ya Siri ya Mtungi nimecheza kama Lulu. Nitakuja kuzichukua baadaye, lakini kwa sasa nalipa cash. Bila shaka utafanya kazi yako kitaalamu zaidi. Bila shaka bibi. Lulu ni mwanamke ambaye yuko vizuri, anajiweza, msomi na anajua nini anachokitaka na anakifuata. Mimi nadhani ni bora ufanye chochote unachotaka kufanya. Lakini bado hatujafanya chochote. Si bado. Alimpenda kijana mmoja anaitwa Cheche, na bila kujali kwamba ni mume wa mtu au ana nini, yeye alimpenda tu. Hapana Lulu. Mimi nimeleta picha tu. Hapana, kweli. Kwa jasiri. Hapana, kweli Lulu. Nakwambia hapana. Kweli. Mimi mwanaume unayependa kukimbia. Hapana Lulu, kweli. Yaani inabidi niwahi kweli. Nakwambia mara nyingi tumeshazoea kuona vitu ambavyo ukikiona mwanzo tunajua kinaenda kuishia wapi, lakini hii imekuwa tofauti kidogo, sababu hata wewe mwenyewe mwigizaji ukipewa script unakutana na vitu vipya kila siku, unashangaa jamani, mimi naweza kufanya hivi, lakini ndo character anataka kufanya hivi. Wewe umepata wateja? Unaenda kidogo. Chukua hapo nani? Kitu ambacho ninakiface hapa, ninachokutana nacho katika location au on set ni tofauti na kile ambacho nimekizoea nje. Hivyo inabidi kwanza niwe na makini na kusikiliza zaidi director wako, na pia mbali ya kuwa pale on set wewe kama Cheusi, unatakiwa ushirikiane na cameraman na director at the same time. Mwongozo wa hili igizo kusema kweli umetengenezwa kitaalamu, na unapousoma ile husika yako moja kwa moja unaiona kabisa kwamba umeivaa kwa jinsi inavyotakiwa. Ni mwongozo ambao unaeleweka na unaweza kukuongoza ucheze kulingana na yule mhusika unayemcheza mle ndani. Mwongozo mzuri sana kusema kweli. Just stand up and give him that last line. Kwa nini unarudia kila ninachokisema? Mimi nasema 1.5, wewe unasema 1.5. 1.8, unasema 1.8. Wewe vipi wewe? Milioni 1 na laki 8. Unashangaa nini sasa? Mimi kwanza ni mara yangu ya kwanza kuigiza. Sikuwahi kuigiza na sikuwahi kufikiria kuigiza. Kwa hiyo hata nilipokuja mara kwanza napewa kwamba naambiwa kwamba uje uigize, kwanza nilikuwa naona kitu kigumu kwangu. And action. Lakini Cheche, unatakiwa uko kwa picha hii. Sasa mimi nikija huko nani tupige picha? Samahani. Bila samahani. Sikujua kama mnapiga picha. Usijali. Karibu. Nimeifurahia kwamba watu niliofanya nao kazi wako makini, kwamba wako serious na kazi, wanajua wanataka nini, wanajua wafanye nini ili kufikia malengo yao. Kwanza character mara nyingi unapewa kitu ambacho sio tabia yako, labda inawezekana ikawa sio tabia yako, lakini unatakiwa ufanye hizo tabia. Kwa hiyo hiyo ni changamoto mojawapo, kwa sababu kwa mfano mimi
tabia zangu zinaonekana ni mtu wa kupenda wanawake. Nimefanya kazi kwa kushirikiana sana, kwa sababu kila mmoja amemwona mwenzake ni mtu na amemthamini. Kiasi kwamba hata unapokuwa haupo location, mimi nilikuwa nanipa shida wakati siko location. Yaani nilikuwa na miss watu, sometimes nachukua simu napiga, jamani mnaendeleaje huko leo, nani yuko location leo hivi. Kwa hiyo yani imejenga familia. Kwa ni watu ambao sasa hivi hata nikiwa na issue nasema bwana fulani hivi, yani twende sehemu fulani, tayari tumeshakuwa familia. Aspirin pale nje. Action. Cheche. Nimejifunza vitu vingi sana kwa sababu director, maproducer, watu wote walikuwa wanajua wanachokifanya. Kwa hiyo yani walijiandaa na wametuandaa kabla ya kuanza kushoot. Kwa wakati tunaingia shooting, tulikuwa kila mtu anajua nafasi yake nini, anatakiwa afanye nini. Kwa hiyo waandaaji walikuwa makini na ndio maana kitu kinachopatikana ni kizuri. Hata utaratibu unaotumika katika kurekodi ni wa hali ya juu sana. Tuseme ni utaalamu wa hali ya juu sana kwa kweli. Wasanii wengi ambao kwa mara ya kwanza walikuwa wamepitia utaratibu huu kidogo walishangaa, lakini ni maendeleo makubwa sana katika Tanzania yetu. Uzalishaji tunafanya kwenye siri ya mtungi. Kiukweli ni kwamba kuna mambo mengi ambayo mengi tulikuwa tunasoma online, tunayaona hatakuwa tunayafanyia kazi kwenye uzalishaji wa hapa. Tumejifunza, tumepata vitu vipya, tumepata ujuzi wa namna mbalimbali. Kwangu mimi kila siku ilikuwa nzuri. Nilikuwa na enjoy. Japo wengi wetu hatujazoea kwa mwisho saa 10 alfajiri. Ilikuwa challenge kidogo, lakini ni kitu kizuri, tulikuwa tuna enjoy, watu wametutreat vizuri, lunch nzuri, breakfast nzuri, umeelewa? Director yuko vizuri, anakuelekeza kwa vizuri, yani hakasiriki. Kila kitu kiukweli, mimi kwangu sijawahi kuwa na siku mbaya. Nimeupata uzoefu mwingi sana kwa sababu kwanza muongozaji aliyekuwa ananiongoza katika huu mchezo anakutengeneza kiasi kwamba pamoja kwamba umesoma ile usika katika ule muongozo, lakini yeye anakutengeneza mpaka unajaa katika ile usika. Kwa hiyo huo uzoefu nimeupata wa kutosha sana, na tunaambiwa kwamba unapocheza kama ni filamu au tamthilia ni vizuri zaidi umjue muongozaji wako anataka nini. Sasa muongozaji huyu ilikuwa rahisi sana kumfahamu anataka nini ili tukaweza kufanya kazi nzuri zaidi. Kuna kipindi unamchukia director kwa sababu wewe unaona umekamua, yani unaona sasa hapa mimi nafanya ile, anakuambia bado tunarudia tena. Sasa mwisho unashindwa kuelewa huyu anataka nini. Lakini ukikaa baada ya muda ukimuelewa alafu ukafanya kitu chaka nataka hichi. Ilikuwa mwanzo nilikuwa nakasirika. Kusema kweli kwanza nilikuwa nakasirika, yani selele, hivi mara hichi continuity tofauti tulivyozoea huko na kufanya kitu kingine. Lakini mwisho siku nilikuwa najifunza. Kwa hiyo nikawa natoka nyumbani, sio naenda kushoot MFDI, naenda kusoma MFDI. Samani, mtazame. Quickly, it's doing 100. Rudi tena pale. Mtazame usoni, macho moja kwa moja. Sawa. In 3 2. Sio tu kwa ajili ya burudani, lakini zaidi imelenga kutoa mafunzo, kuelimisha jamii. Ingawa ndani yake kuna burudani, lakini lengo kubwa ni kuelimisha jamii. Tumeshaanza maandalizi ya kuendelea na tamthilia yenyewe. Tunajua kwamba season ya kwanza imeshamalizika kwa sasa hivi, lakini tunaanza kutengeneza season ya pili. Muhula wa kwanza unaelezea ni kama maswali tu kwa Tanzania. Watu
hawatakuja kuelewa ni Nusura amefanya nini, amekuaje, mwisho wake itakuwaje. Lakini katika muhula wa pili, ina maana utaleta majibu kwa ujumla. Maswali ambayo Tanzania watakuwa wakijiuliza kutokana na muhula wa kwanza, itawajibu katika muhula wa pili. Sasa hivi tunatoa season ya kwanza kwenye DVD hivi karibuni, kwa hiyo mjitayarishe kwenda kununua kopi yenu ya DVD ya Siri ya Mtungi.